Yes, hamjambo tena kwenu nyote wa ndugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuzifuata taarifa zetu za kila siku na kila wakati mkiwa mbali na karibu, tunawasalimia. Wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena asubuhi njema ya siku ya leo vendredi le 30 janvier 2026, na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za asubuhi ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari za asubuhi ya leo tutawapeleka moja kwa moja katika teritwari ya Uvira, eneo ya Sange, kwenye watu wengi walikufa na wengine kujeruhiwa vibaya kutokana na kulipuka kwa bombe katika soko ya Sange. Ni wakati mapigano yalikuwa yakiendelea kati ya wanajeshi wa Kongo wakiungwa mkono na wazalendo pamoja na wanajeshi wa Burundi dhidi ya wahasi wa AFC M23 katika maeneo hayo pale Moplene de Ruzizi. Mambo yanaendelea kukua hatari kabisa katika maeneo ya Plaine de Ruzizi. Tutawaambia mengi kuhusu hayo. Upande mwingine tutawaambia kuhusu nchi ya Katari ambayo iliita delegation ya AFC M23 na delegation ya Kinshasa tena kukutania huko Katari mjini Doha ili kuanzisha upya tena maongezi. Kama kawaida tumewaletea taarifa mingi tena mbichi. Mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kuzilike habari hizi pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Mkumbuke kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp, muguse hapo kwenye titre, pale chini ya titre mu description kuko linki yetu, muguse kwenye linki hiyo mujiunge. Bila shaka mtakuwa mkizipata taarifa zetu zote kwa wakati. Tufungue ukurasa wetu wa habari, tuwapeleke moja kwa moja katika eneo ya Sange inayopatikana mu Plaine de Ruzizi. Hapo ni mu territoire ya Uvira kwenye bombe ililipuka musoko ya Sange, eneo ya Sange, na kuwaua wakaji wengi na wengine kadhaa kujeruhiwa. Habari kutoka hapo zinasema kuwa waliojeruhiwa ni wengi sana, waliopoteza maisha yao ni watu 10. Mnasikia kwamba ni watu wengi waliopoteza maisha yao na hao waliojeruhiwa katika soko ya Sange. Eneo hiyo ya Sange inakaliwa na wahasi wa AFC M23 baada ya wahasi hao kuondoka katika mji wa Uvira. Walisimamia Sange njo wakainstale dernière base militaire yao katika maeneo ya Plaine de Ruzizi kwenye route nationale numero 5. Tangu wahasi hao wakalie eneo ya Sange, donc tangu kusimamia eneo ya Sange na wazalendo kufika katika maeneo ya Runingu, mapigano yalianzaka kati ya pande mbili. Donc wazalendo na FARDC na AFC M23 walianzishaka mapigano kuanzia juzi. Walikuwa na wako muvita pale. Nadhani kwamba taarifa zote mulikuwa mkizifuata kama kawaida. Juzi walikuwa muvita hapo, siku ya jana wakashinda na wako na shambuliana. Jioni ya jana sasa pale katika eneo ya Sange njo kulilipuka ile bombe wakati hali ya kiusalama ilikuwa mbaya. Donc wakati mapigano yalikuwa yakiendelea kati ya pande mbili. Vyanzo tofauti katika maeneo ya Sange pia na vikosi vya wazalendo vinashutumu wahasi wa AFC M23 kuwa ndio ambao walirusha ile bombe na kulipuka katika eneo hiyo ya soko ya Sange, na ikasababisha wakaaji hao kuuawa na wengine kujeruhiwa vibaya. Wazalendo wanashtaki AFC M23 kwa kufanya hayo ili kutaka kutia makosa kwa wazalendo. Fuateni audio hiyo ya wazalendo wakati walikuwa wakitangaza hayo.
Ni saa 3:17 za usiku, ndugu zangu, tarehe 29 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Pole 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 tu ndugu zangu wa Sange, poleni sana, poleni sana 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 ndugu zangu wa Sange kwa hali iliyowakuta. Kiukweli M23 sio watu wazuri. M23 inashangaza, na zaidi kwa wale wakongomani ambao wako manipile kwa kujiunga na FC M23. Natoa pole sana. Au wakongomani sio wa kuacha, ni wakongomani wa kuua. Mkisikia yeyote yule ambaye ameshirikiana tu na FC M23, huyo sio wa kuacha kweli. Huyo ni mtu mbaya, na ndio maana wataalamu waliwahi kusema kuwa unaweza kuwa na risasi 10 ndani ya bunduki yako. Risasi moja ni ya kuua adui. Risasi moja ile ni ya kuua adui, lakini zile 9 ni za kuua yule ambaye anasaliti, yani msaliti. Yule msaliti yule ndo anatungiwa zile risasi 9, kwa sababu yeye ndo mtu mbaya zaidi. Na wale wote ambao wamesaliti inchi na kujiunga na FC M23, sidhani kama hizi risasi 9 zitawaacha kabisa wazima. Yeyote yule ambaye unajua ni msaliti, amesaliti inchi, amejiunga na FC M23 Wanyarwanda, ndugu yangu, huyo mtu sio wa kuacha, ni lazima kumuua. Angalia gisi vijana wamepata pesa, wamepewa pesa na kufanya itilafu mbaya ya kuangamiza watu wengi. Uende ulipue grenade mbele za watu, uache tu naweka grenade tu hapo na watu wengi wakufe kwa sababu ya wewe kupata pesa. Ba jeune garçon ya Sange, tulibambiaka tena zamani. Angalia gisi batu walikufaka mbele FM23 iliingia. Hivi tena mnakuwa manipile na kuanza kupewa tena franga kuwa naangamiza watu juu ionekane wazalendo na FARDC wanaonekana kuwa wenyewe ndo wanafanya hizo act. S'il vous plaît, yeyote yule ambaye atabahatika au umebahatika kumuona mtu huyo, au unahakikisha kabisa kuwa ni mtu fulani anaweza kuwa amefanya jambo hilo, msimuache mzima. Huyo sio mtu wa kuacha mzima, anaweza kuangamiza watu wote katika kijiji, na inatakiwa kufuatilia kwa kina. Wazalendo FARDC ambao mko hapo, fuatilieni jambo hili kwa kina zaidi, kwa undani. Kiukweli nasikitisha sana mimi. Ijapokuwa hali yangu ni hivyo hivyo, lakini nimejihisi kuongea kwa sababu sikujisikia vizuri. Picha walizonitumia watu kutoka Sange zimenipatia uoga ndani yake, kwa sababu haifurahishi, haionyeshi sura nzuri zaidi. Wakongomani, ni nani aliyewaroga mpaka mwe mnajiunga na FC M23? Ujiunge na Mnyarwanda, atakusaidia nini? Mnyarwanda hana roho ya utu ndani yake. Mnyarwanda anajua mauaji. Umeshaona Mnyarwanda gani ni mchezaji wa mpira? Ni Mnyarwanda gani ambaye anajua teknolojia? Ni Mnyarwanda gani ambaye amesoma? Ni Mnyarwanda gani? Hawa wasomagi. Kikubwa wanaenda tu ni direct kwa maformasio ya vita ya kuua watu. Sio watu wa kuishi nao hawa. Angalia gisi wametuia watu wengi sana katika kijiji cha Sange. Ndugu yangu ambaye ni Mkongomani, uliyefanya jambo hilo kwa kuongwa pesa kwa sababu ya wewe kufanyisha maisha ya kuangamiza maisha ya watu kiasi hicho, kiukweli risasi 9 zisikuache katika maisha yako, na natumaini utashikwa na utaadhibiwa na utakufa wewe ni mzima. Poleni sana ndugu zangu wa Sange. Natumaini ni vijana hao wa Sange waliopewa pesa na wakafanya jambo hilo kwa kuangamiza watu, na sidhani kama watakomea hapo, kwa sababu wako hapo hapo na wataendelea kufanya hivyo. Kwa hiyo nawaombeni sana, kama mlivyofanya Uvira, wazalendo FARDC, fanyeni na Sange. Anzeni moja moja ili tuangalie ni nani ambaye amehusika na jambo hilo. Fungeni mipaka yote, fungeni ngambo zote, hakuna wa kutoka. Ni lazima atajulikana mtu huyo, kwa sababu poleni sana. Hatuna mengi ya kuongea, lakini tunatoa pole 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 kwa mauaji ya kimbari iliyofanyika hapo. Ni kama vile mtu ambaye
Poleni sana, acha tuseme tu pole, kwa sababu tuna mengi ya kuongea na tutazidi kuongea, lakini poleni sana. Tunahitaji wazalendo pamoja na jeshi la taifa la Congo FRDC waingilie ili swala katikati kiundani, ili kama itawezekana kujaribu kumchukua huyo mtu na ashikwe na adhibiwe na uwawe moja kwa moja, kwa sababu huyo sio mtu. Huyo tayari amekuwa ni Mnyarwanda, kwa sababu mkongomani halisi hawezi akafanya jambo kama la hilo. Asanteni sana. Nadhani ya kwamba ile audio mumeifuata vizuri. Wazalendo wao wanaishutuma AFC M23 kwa kufanya mauaji hayo dhidi ya population, wakiwa wanataka kutia shutuma hizo, donc wakiwa wanataka kuwashtaki wazalendo na jeshi la Kongo kuwa njo wenye wako nafanya hayo, donc kuwa njo wenye wako na bombarde maeneo ya wakaaji. AFC M23 ambayo inaongoza eneo ya Sange mpaka asubuhi ya leo haijatangaza chochote kuhusu mauaji hayo yaliyo fanyika katika eneo ya Sange. Baada ya vitendo hivyo, mashirika ya kiraia kutoka eneo ya Sange yalilaani vikali vitendo hivyo na kuviona kuwa ni tishio kubwa kwa wakaaji wanaoishi katika maeneo hayo. Wanatoa wito kwa uongozi wa serikali ya Kongo katika mkoa wa Sud Kivu kurejesha uongozi wake katika maeneo hayo ili kuweza kuwalinda wakaaji na maeneo hayo kutokana na vitendo hivyo vilivyoikumba eneo ya Sange. Tunasema pole sana kabisa kwa wakaaji wa Sange kutokana na vitendo hivyo mlivyo kutana navyo. Vrema pole kabisa. Na tukikumbuka katika eneo moja hii ya Sange, wakati vita vilikuwa vikiripotiwa katika maeneo ya mbele huko Luvungi pale Sange, tena watu wengi walikufaka wakati ilikuwaka kushambuliana kati ya jeshi la Kongo na wazalendo pale kabisa Sange. Wako napitia siku mbaya tonko kabisa, wanateseka kupitia vita hivi vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Wakati vita hivi vinaendelea na kusababisha vifo vya wakaaji na wengine kujeruhiwa, Qatar inaita waongozi wa guvernema ya Kongo na viongozi wa AFC M23 kurejea Doha ili kuanzisha upya maongezi. Siku ya jana uongozi wa guvernema ya Kongo uliitwa kupitia mtandao wa simu na nchi ya Qatar, ikawaomba kurejea huko Doha mjini Qatar ili kuanzisha upya maongezi na waasi wa AFC M23. Vile vile Qatar ikaita delegation ya AFC M23 pale mjini Goma, ikawaambia nao kurejea huko Doha ili kufanya maongezi, kuanzisha tena maongezi upya kati ya pande mbili. Doha inaendelea kutoa wito kwa pande mbili kurejea katika maongezi kama njia moja tena pekee ya kumaliza vita na krize mashariki mwa nchi ya Kongo. Ni wakati wengi wa waangalizi wanaamini ya kwamba maongezi hayo kabisa mpaka kwa sasa ambayo yajapatikana ndani solution ni ya bure, donko hakuna solution kutoka maongezi hayo. Tangu kwanza kwa vita hivi, wakati waasi wa AFC M23 walikuwa wamesonga mbele sana na kufikia katika mji wa Goma na Bukavu, ndipo Qatar ilianzishaka maongezi haya na inakuwa deja mwaka moja na maongezi yakifanyika bila solution yoyote kutoka kule. Watu wengi kabisa wanaona kuwa maongezi hayo hayana ndani solution, wakati Qatar hayo inaendelea kuamini kuwa kupitia hayo maongezi ndiyo njia pekee ya kumaliza vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Kama delegation ya Kinshasa itarejea huko Qatar ili kufanya maongezi, tutawajulisha. Waliitwa tu wakaambiwa hayo, hawajasema kama watarejea kule ili tena kufanya maongezi na waasi wa AFC M23.
Tunaendelea na taarifa zetu. Siku ya jana Presida Felix Tshisekedi alipatana na delegation ya facilitateur ya Union Africaine ili kufanya maongezi kuhusu hali ya kiusalama mashariki mwa nchi ya Kongo. Wale viongozi tofauti kutoka Union Africaine wako operation ambayo itazunguka kabisa eneo yote ya Grand Lac. Donc mapei zote za Grand Lac watazifika ndani. Wako mission ya diplomasi ambayo inavizia kurejea kwa amani mashariki mwa nchi ya Kongo kutokana na vita vinavyoendelea, na pia nao wanaunga mkono maongezi yanayofanyika huko Doha, pia na yale ambayo yanaongozwa na Trump kule Washington kati ya nchi ya Kongo na Rwanda ili kumaliza mgogoro kati ya nchi hizo mbili. Na Madame Sahele Wakazewode ambaye ni mojawapo wa viongozi waliokuwa hapo alisema kwamba wako mumisio ya kuzunguka, watakuja kuwasikia wamoja na wengine na wataona kile ambacho watakifanya ili kusaidia wakaaji wanaoishi katika maisha mabaya, wanaosufiri kabisa mashariki mwa nchi ya Kongo kutokana na vita vya miaka kadhaa. Wanasema kwamba hivyo vyote viko naendelea kuacha maisha ya wakaaji wa mashariki mwa nchi ya Kongo kuteseka sana na kuwa avenir yao kabisa haionekani. Ndiyo maana Union Africaine inaandaa kama inaweza kurejesha amani mashariki mwa nchi ya Kongo kupitia kufanya vizite katika maeneo ya Grand Lac ili kuweza kumaliza tatizo wakiwa wanajua kabisa tatizo kamili ni ipi. Tunaendelea na taarifa zetu. Kama nilivyowaambia, nimewaletea habari mbichi kabisa. Tuwaambie kuhusu taarifa zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kujiunga kwa AFC M23 kwake Claude Ibalanki. Huyu Claude Ibalanki vraiment ni kiongozi, ni mojawapo wa viongozi nchini Kongo. Huyo ni depute naye toka katika eneo ya Kwilu, na huyu iko katika ile Union Sacré, na huyu ni mtu wa karibu na President Tshisekedi, wanaomjua kabisa. Huyu Claude Ibalanki ni mtu wa karibu naye. Ni taarifa ambazo tutazisema kuwa ce sont des rumeurs, donc ni habari ambazo zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii. Hakuna confirmation ambayo ishapatikana. Me taarifa hizo zilisambaa kuwa Claude Ibalanki alishajiunga na waasi wa AFC M23. Uchunguzi unaendelea ili kuja kufahamu kama ni kweli, na tukifahamu hayo kama kawaida tutawajulisha, tutawaambia kuhusu hayo tukikonfirme kuwa ni kweli. Me pour le moment ce sont des rumeurs, zilisambaa tu hivyo bila kukuwa na uhakika wake. Kama kawaida naweza kusoma komantere zenu ili kuwajibu wale wanaotuliza maswali tofauti kupitia komantere. Serafe Chomba alisema courage vraiment bwana journaliste, tunakufuata 5/5 hapa Fungurume. Asante watu kutoka Fungurume. Polikarpe alisema kaka, tunashukuru sana kwa bidii yako, Mungu akubariki sana. Na mimi nashukuru kabisa kwa kuendelea kuzifuata taarifa zetu. Joyce alisema mwache uongo, mwache territoire ngapi munayo, territoire ngapi tunayo wanani hapo, sikuelewi kabisa. Ntakuija alisema courage sana, merci. Na Mutukuza Floribert alisema M23 RDF AFC wanajipanga kwenda atake tena Uvira, ndio maana wanayala Nyangezi sana. Okay, Ruketana Serge alisema mbone tunasikia balisha kamata Kabunambo. Hapana kabisa. David Magambo alisema mbone habari zako ni za uongo, tupe habari za runingu pwezeo nani anamiliki pale.
Ndugu yangu, sasa ukisha sema niko nasema habari za bongo epui unaniuliza nikuambie nani wanaomiliki hapo, aske nikakuambia azo utaziamini. Kiukweli eneo ya Point Zero pamoja na eneo hizo za runingu ni FARDC pamoja na wazalendo ambao wako pale. Point Zero ilikuwa rekipere jana. Runingu hayo ni kama kawaida depuis waasi wa M23 waondoke katika mji wa Uvira, walikaliaka eneo ya Sange. M23 ikafungia mire pale, wazalendo nao wakafika runingu, kuanzia runingu na kurudi Kiliba vers Uvira ni wazalendo. Asante, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea asubuhi ya leo, na washukuru sana. Tupatane katika habari zifuatazo. Merci beaucoup.